na hii ni taarifa ya habari kutoka Shizo FM Radio ikikutangazia kutoka Ngara, Kagera, Tanzania. Msomaji wako ni mimi Edastina Tibashailwa. Awali ni muhtasari wake. Jeshi la polisi mkoani Kilimanjaro linamshikilia mwanaume mmoja mwenye umri wa miaka 26, mkazi wa kijiji cha Kirwa, wilaya Rombo, kwa tuhuma za kumuua mtoto Rosemary Matias mwenye umri wa miaka 6. Kamati ya kudumu ya bunge ya TAMISEMI imeelekeza ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI kuhakikisha inafuatilia ukamilishwaji wa miundombinu. Na kimataifa, Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa atazungumza na Rais wa Urusi Vladimir Putin kesho Jumanne kuhusu juhudi za kumaliza vita vya Ukraine. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Kilimanjaro. Jeshi la polisi mkoani Kilimanjaro linamshikilia mwanaume mmoja mwenye umri wa miaka 26, mkazi wa kijiji cha Kirwa, wilaya Rombo, kwa tuhuma za kumuua mtoto Rosemary Matias mwenye umri wa miaka 6 kwa kumtenganisha kichwa na kiwiliwili. Kwa mjibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi, imeeleza kuwa Rosemary, ambaye alikuwa mwanafunzi wa darasa la kwanza katika shule ya msingi Mahaheni na mkazi wa kijiji cha Mrere, alishambuliwa na mtuhumiwa Machi 15, 2025 majira ya saa 9 alasiri. Inadaiwa kuwa mtuhumiwa alimkuta binti huyo akicheza na watoto wenzake, kisha akamkata shingoni kwa kitu chenye ncha kali na kusababisha kichwa chake kutenganishwa na kiwiliwili. Kwa mjibu wa mashuhuda, siku ya tukio hilo mtuhumiwa alirejea nyumbani kwao baada ya matembezi akiwa ameshika panga na kuanza kuwatafuta watoto waliokuwa wakicheza naye. Hatimaye alimkamata Rosemary na kutekeleza mauaji hayo. Geita. Kamati ya kudumu ya bunge ya TAMISEMI imeelekeza ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI kuhakikisha inafuatilia ukamilishwaji wa miundombinu, maabara na vifaa vyake katika shule zote 26 maalum za sayansi za wasichana zilizojengwa nchini. Mwenyekiti wa kamati hiyo Justin Nyamoga ametoa maelekezo hayo wakati wa ziara ya kamati ya kukagua mradi wa shule ya sekondari ya wasichana Geita, mojawapo ya shule 26 za kitaifa za sayansi zilizojengwa nchini. Amesema kuwa ukamilishaji wa miundombinu hiyo ni muhimu kwa kuwa utawasaidia wanafunzi kusoma kwa vitendo. Naibu Waziri wa TAMISEMI Zainabu Katimba akizungumza kwa niaba ya Waziri Mohamed Mchengerwa amesema amepokea maelekezo ya kamati na kusisitiza kuwa lengo la ujenzi wa shule hizo ni kuwawezesha watoto wa kike kusoma masomo ya sayansi katika mazingira salama yatakayowaepusha na vishawishi vinavyoweza kusababisha kukatisha masomo yao. Aidha, Katimba ametoa maelekezo kwa wakurugenzi wa halmashauri zote nchini ambao wamepokea mradi wa shule hizo kuhakikisha miundombinu inakamilika kwa 100% ili wanafunzi waliokwisha ripoti shuleni wapate mazingira bora ya kusomea. Iringa. Kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali za mitaa LOAAC imeelekeza halmashauri ya wilaya Kilolo kuhakikisha inazindua dosari zote zilizobainishwa na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG katika ujenzi wa shule ya wasichana ya Rugalo mkoani Iringa. Maelekezo haya yametolewa na mwenyekiti wa kamati Halima Mdee baada ya kamati kutembelea na kukagua ujenzi wa shule hiyo. Pia kamati imemwelekeza afisa masuhuri wa halmashauri kuandaa taarifa yenye maelekezo ya kina na mchanganuo wa matumizi ya fedha zote za mradi huo na kuiwasilisha kwa CAG kwa ajili ya uhakiki.
Aidha, kamati imeitaka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa kufanya tathmini ya kina na kufuatilia kwa ukaribu utekelezaji wa mradi huo, huku ukichukua hatua za haraka iwapo kutabainika ukiukwaji wa sheria na taratibu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Ishizo FM Radio. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa atazungumza na Rais wa Urusi Vladimir Putin kesho Jumanne kuhusu juhudi za kumaliza vita vya Ukraine. Trump amesema mazungumzo ya pande hizo mbili tayari yanaendelea na kugawana mara kadhaa ni sehemu ya majadiliano hayo. Machi 16, 2025, maafisa wa Marekani walieleza matumaini ya kufikiwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Ukraine na Urusi katika wiki chache zijazo. Washington ilipendekeza kusitishwa kwa vita vya miaka mitatu kupitia mazungumzo ya Saudi Arabia, pendekezo ambalo Ukraine limekubali, huku Urusi ikiwa bado haijatoa jibu rasmi kuhusu pendekezo hilo. Kigali. Rais wa Rwanda Paul Kagame kwa mara nyingine tena ameilaumu Ubelgiji kuichunganisha Rwanda na mataifa mengine hasa ya Afrika na kuahidi kuwa sasa yuko tayari kukabiliana na nchi hiyo ya Ulaya. Rais Paul Kagame amesema hayo mjini Kigali katika ukumbi wa BK Arena ambapo zaidi ya watu 8,000 walihudhuria tukio hilo. Hotuba hiyo ilirushwa moja kwa moja katika vyombo vyote maarufu vya habari na katika mitandao ya kijamii nchini Rwanda. Rais Kagame amesema bila kigugumizi kwamba nchi ya Ubelgiji, ambayo ni mkoloni wa zamani wa Rwanda na Kongo, imekuwa mstari wa mbele kuyashawishi mataifa ya Ulaya kuiwekea vikwazo Rwanda wakati nchi hiyo ya Ulaya ikiwa ndio kiini cha mzozo wa maziwa makuu tangu enzi za ukoloni. Mataifa makubwa ulimwenguni yanajiandaa kuiwekea vikwazo zaidi nchi ya Rwanda kwa shutuma za kulisaidia kundi la M23 linalopigana mashariki mwa Kongo. Rais Paul Kagame amewatahadharisha wananchi wake kuwa tayari kukabiliana na hali mbaya kutokana na vikwazo hivyo. Na kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Jeshi la polisi mkoani Kilimanjaro linamshikilia mwanaume mmoja mwenye umri wa miaka 26, mkazi wa kijiji cha Kirwa, wilaya Rombo, kwa tuhuma za kumuua mtoto Rosemary Matias mwenye umri wa miaka 6. Kamati ya kudumu ya bunge ya TAMISEMI imeelekeza ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI kuhakikisha inafuatilia ukamilishwaji wa miundombinu. Kimataifa, Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa atazungumza na Rais wa Urusi Vladimir Putin kesho Jumanne kuhusu juhudi za kumaliza vita vya Ukraine. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Ishizo FM Radio. Endelea kutufuatilia katika kurasa za mitandao yetu ya kijamii: Instagram Ishizo Media, Facebook Ishizo HQ na YouTube Ishizo TV News and Sports, bila kusahau tovuti yetu www.ishizomedia.co.tz. Jina langu ni Edastina Tibashailwa. Asante na kwaheri.